Barua ya kocha namba 145, kauli mbili zinazoeleza maana ya maisha kuliko kitu kingine chochote. Rafiki yangu mpendwa, kuna kauli ambazo tunakutana nazo ambazo mara hizi zinapigwa kama utani fulani hivi, lakini nimekuwa nazitafakari na kuona ni kauli ambazo zimebeba maana nzito sana ya kuhusu maisha na mafanikio kuliko huenda kitu chochote ambacho umekutana nacho katika hii tasnia ya kujifunza na kuchukua hatua ili kuwa bora zaidi. Na katika barua hii nimeweza kuzieleza kauli hizi kwa ufupi sana, kwa namna ambavyo unaweza kupata picha kubwa na kuweza kubadili maisha yetu. Kauli ya kwanza nasema, usitegemee uji wa mgonjwa, akifa umekufa na hata akipona umekufa. Usitegemee uji wa mgonjwa, akifa umekufa na hata akipona unakufa. Na kauli ya pili nasema, mwache kijana katika hali yake ya kukata tamaa aende kuwinda. Akimuua tembo, umaskini wake unaisha, na kama tembo atamuua, basi umaskini wake pia umeisha. Mwache kijana katika hali yake ya kukata tamaa aende kuwinda. Akimuua tembo, umaskini wake unaisha, na kama tembo atamuua, basi umaskini wake pia utaisha. Rafiki, hizi ni kauli mbili ambazo unaweza kuchukulia kawaida ukaona ni kitu cha kawaida, basi wakati mwingine ni kama kitu cha kuchekesha tu, lakini unapozifikiria kwa kina unaona namna gani ambazo zinabeba maana kubwa sana ya maisha. Tukianza kauli ya kwanza ya usitegemee uji wa mgonjwa, inaonyesha jinsi ambavyo watu wengi wanajenga maisha yao, wanajenga mafanikio, wanajenga kesho yao kwenye msingi usiokuwa imara. Naona huu ndio uji wa mgonjwa, yaani kitu ambacho hakina uhakika wowote, ndio kitu ambacho mtu anakuwa anakitegemea. Na hiyo utaiona kwenye njia za kuingiza kipato. Mtu labda anategemea 100% njia moja kuingiza kipato, labda ni ajira, labda ambayo isipokuwepo kesho, maisha yake yanakuwa katika hali mbaya. Hata kama ni biashara, labda anategemea mteja mmoja mkubwa au ndo aweze kwa biashara iende, kitu ambacho hakiwezi kumsababisha imara. Kwa hiyo tunachohitaji ni kuweka mategemeo yetu kwenye msingi ambao ni imara. Unavyotegemea uji wa mgonjwa, kwa sababu matokeo yote yatakayotokea, kwa sababu labda mgonjwa atapona au atakufa, na yote vile akishapona hama tena uji wake mgonjwa, na akifa pia hakuna uji wa mgonjwa. Ndio maana apone afe, na wewe lazima utakufa. Hii ni sehemu ya kuweza kuangalia wewe msingi wako umeujenga kwenye nini, katika mafanikio yote bora, katika biashara unayoifanya umejenga msingi wako kwenye nini. Mtu anategemea njia moja tu kwenye jambo lolote lile, tayari wewe unajua mgonjwa. Unategemea njia moja kupata wateja, unategemea mtu mmoja kufanya kitu fulani, ukishategemea kitu kimoja, tayari huo ni uji wa mgonjwa kwa namna yote ile. Sawa. Kauli ya pili inatuonyesha jinsi ambavyo tunapaswa kuchagua mapambano ya heshima kuliko usalama wa kujidanganya. Basema kwamba mwache kijana aende akawinde. Akiua tembo, umaskini wake umeisha. Sitamuuza tembo, maki anapata matokeo makubwa. Lakini tembo akimuua pia, umaskini wake nao umeisha, kwa sababu hana tena jambo la hana tena maisha. Sasa hivi ndivyo ambavyo tunapaswa kufikiria kuhusu hatari kwenye maisha, kwa sababu kuna wakati watu nadhani kwamba uko katikati, lakini ukweli maisha ni labda unaenda mbele au unarudi nyuma. Hakuna kukaa katikati, labda unapiga hatua unapotea. Na hili liko wazi kabisa kwamba ni lazima tuchukue hatua ambazo ni hatari, yani sio hatua salama. Hiyo ndio la kuondokana nalo hapa, kwa sababu inabidi tuchukue hatua hatari, kwa sababu matokeo yote yatakuwa na maana kwako. Sawa, yatakuwa na maana kwako. Kama utashinda, basi utakuwa umepata unachotaka. Ukishindwa pia utakuwa umejifunza njia ambayo haikupiga unachotaka. Sawa, hiyo ndio msingi ambao tukao tufikirie kwenye kuchukua hatua ambazo ni za hatari, ambazo pa hofu. Kwa wakati mwingine nataka tusubiri, hatupaswi kusubiri kuona kama tusubiri mpaka niwe tayari niwe na hakika. Ni lazima kuchukua hatua fulani ambayo iko mbele yako, ambayo unajua lazima uichukue, uweze kukwepa. Kwa sababu mafanikio ndio mambo lazima uvifanye, uweze kukwepa. Na vina matokeo aina mbili, matokeo mazuri, matokeo ambayo ni mabaya. Matokeo yote utakayopata yatakuwa na maana kwako. Utakuwa umepata unachotaka au utakuwa umejifunza kuliko kibaki pale pale ambako umekuwa umebaki kwa kipindi chote. Kwa rafiki yangu mpendwa,
tunaona jinsi ambavyo maisha na mafanikio hayahitaji vitu vikubwa sana, yanahitaji wewe ujue unataka na unajenga juu ya kitu gani. Jenga juu ya msingi imara na chukua hatua, kwa sababu matokeo utakayopata yatakuwa na funzo kwako. Na Total DC Academy ni barua za kocha, soma barua namba 145 na uende ukafanyie kazi kaulizi mbili uweze kujenga maisha ambayo ni imara.